mpendwa mtazamaji wa UBTV, ni taarifa ya habari. Karibu basi kufuata na kujiunga nasi zaidi kufuata matangazo yetu ya kila siku. Kwa sasa tutaelekea katika soko ya Kituku. Huko ni uchafu na takataka ambazo imesumbua wachuuzi ambao wameendesha shughuli zao mbalimbali katika soko hiyo ya Kituku, wakieleza kwamba takataka, uchafu, wengi wameuza vitu na kuwa hatarini kufatana na magonjwa mbalimbali ambayo yanawaambukiza, na hata watoto nao wameonekana kuwa wahanga wa shida hiyo kutokana na hali ya uchafu ndani ya soko hiyo ya Kituku. Wamehitaji mamlaka sasa inayoongoza jiji hili la Goma kujitahidi haraka kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo la uwepo wa uchafu nyingi ndani ya soko ya Kituku kwa ajili ya kuwalindia basi na kuwapelekea watumike katika mazingira iliyo bora. Mimi hapa tunaikalaka uchafu na saa uchafu na kwa mingi na tuletea magonjwa. Make na wakilie wenye wanapaswa kwa tuuzie na vitu havitaendeka hata mzuri. Na hapa na afya mtu naharibika, na kati tuko na watoto msoko sawa ya kuwanyosha, ndio nasikiaka watoto wako wanaharibika. Tulishakosa kama tufia watu wanakuwa na sawa watatusaidia juu ya mabuchafu, presi kumovi na wanatusaidia tena vinaharibika. Mabuchafu na wakia pale natoka mainzi, nani zinakuya pale mabuchafu, mivunyi zinaingia ndani, unakutana ziko. Mimi sasa vile mchuruzi wa maiso kwa Kituku uchafu kwa mingi sana mwa. Bachuruzi sisi tunafika huku, tunafanya salongo, tunasafisha après quelques jours unaona tena tu uchafu iko mingi. Maarufu za mbaya mwa soko. Haki uchafu iko mingi. Kwa sababu na bazazi wenyewe wanaweza wanaleta watoto wao msoko, watu wanarudiana eta yao haiko bien. Jua hii na nisalete yenyewe iko msoko ya Kituku. Sasa vile wachuruzi ya soko ya Kituku tunaweza omba ba autorite batusaidie balete batu ya kufanya propriete soko ya Kituku na wakusimamia ba evita ile magonjwa yenye inatatiza watoto. Nishabetia wale vini kote kari naona sasa tunakula msoko ya Kituku, tunakuwa mavi, tunakuwa uchafu mbalimbali. Ndio nenda kaona someone ndakuwa na bebe wangu anatoka huko kwanza naisha diare aisha kwanza kolera juu ya uchafu. Maana msoko ya Kituku mnaenda uchafu sana. Sio kama ndeze eleza juu inapita kiasi. Diare kolera maji na tutesa sana. Tunakuwa watu wanakuwa sasa tunakuwa na mimba ndatoka msoko ya Kituku. Nishagonda kolera. Basi msoko ya Kituku mko uchafu. Naam, tukielekea katika kijiji cha Ngangi D huko Sultani wa Bukumu mnamo mtaa wa Nyiragongo, kweli kumeendeshwa msako eneo hiyo asubuhi mapema ya hii tarehe 5 mwezi Agosti 2025. Huko wameshika watu wanaodhaniwa kuwa majambazi zaidi ya 12, mkiwemo pia wanawake. Pamoja na hayo, habari zimetueleza kwamba kuna mtoto mmoja wa umri wa miaka 15 ambaye alisajiliwa katika kikundi cha wazalendo, naye alionyeshwa mbele raia na kiongozi wa jiji la Goma Katembo Ndalieni. Anaonya wakaaji wote kuendelea kuwakinga na kuwalinda watoto vizuri, sababu ni kwamba anaendelea kukemea kweli kuwasajili watoto katika basi jeshi ni jambo ambalo halikubaliki kamwe na sheria za kimataifa, na amesema kweli wazazi wanakuwa na uwajibu wa kuwachunga watoto wao katika kipindi hiki, hasa zaidi kuweza kutoa nje mabandia wote ambao wametatiza usalama katika maeneo ambamo wameishi. Julie Katembo moja kwa moja alikuwa akiongea wakaaji huko eneo ya Ngangi D hii 5 Agosti. Sawa, tusikilizane sasa. Ni kweli anasema iko na kenza. Tusikilizane. Tuache fujo basi wa mama. Mama tuache fujo. Tuache fujo. Mtoto anasema naye ni kweli iko na kenza. Tunasikilizana? Mtoto iko na kenza. Shida ni nini sasa? Wakati yeye walikuwa na rekrutia bazalendo hawakuwa naona age
hawakuwa naona kila kitu ni kukamata. Ndio nikusema nako nilikuwa kakuya wanatia ndani. Na ADF ya kule neka pia nao wanatia ndani. C'était desordre. Na ile desordre ndio ilifikisha Felix ku véritable tour de Babel na tukakamata tukatupa nchi. Sawa? Sawa? Wa mama sasa wanaleta fujo. Sasa huyu mama asiogope, hakuna kwa tutapeleka mtoto yake. Tutamrudisha kwa mikono yako kwa sababu ni milei. Tunasikilizana. Tunataka naye na wewe kumeni. Tumkosee, tumwambie hii hapana itadetruire l'avenir yako. Sawa? Kisha tumrudishe kwa mikono yako. Unasikia? Sasa yeye ndio kwa mzalendo. Wewe unataka tala kuacha tunamfunga sasa. Tunaenda leo kumeni na wewe. Tumkosee, tumwambia ona hiki mtoto huko na avenir. Le Congo de demain iko na besoin yake huyo mtoto. Ndio watajenga Kongo ya kesho. Na ndio maana tuko nasema kama wakati tuko natia pression kwa jeunesse. Bangi hapana na pombe ya makali hapana. Mswazi kama pouvoir inakuya inawashutuma hapana. L'objectif ya FCM23 ni kustabiliser nchi heshimiki. Les hommes passent mais les institutions restent. Si tutapita mena nchi tuachie balevi. Nchi tuachie balevi. Na mkuu kiongozi wa majeshi katika jeshi la ARC ni kwamba aliendesha mkutano moja kwa moja na viongozi makada wa ngazi za chini, hasa wale ambao wamejumuika katika chama hicho cha AFC M23. Sultani Makenga, jenerali huyu jemadari, aliongoza mkutano moja kwa moja na viongozi mbalimbali kwenye ikulu ya Liwali mnamo tarehe 4 mwezi Agosti 2025. Huyu Sultani Makenga jemadari alionya wakaazi pamoja na viongozi hao wa ngazi za chini makada kuweza kuchangia katika juhudi za kuweza kuimarisha usalama na kupiganisha mambo ya ukabila. Yote aliweza kuizungumza huyu kiongozi wa jeshi la mapinduzi kiwa ni ARC hapa eneo ya Kivu Kaskazini. Hivi Luteni jemadari Kumurazi, basi Makenga hapa anakuwa akieleza moja kwa moja jinsi gani basi anakuwa na maonyo kwa ajili ya usalama, kuchangia pia kwa maendeleo na mambo mengine. Hapa anashuhudia. Naomba kujitoa, naomba kuwa na discipline. Mabadiliko tusiyaseme kwa kinywa peke yake. Tuyaseme kwa vitendo. Nyinyi kama viongozi, wananchi waone ndani mabadiliko. Mkiwa sema mpo waone mabadiliko. Nchi yetu imefanya muda mrefu ikiwa kwa desordre. Na itaomba muda mrefu pia ili kuiongoza kuitia kwa mstari. Lakini mpango upo, ni nyinyi wote pamoja na sisi tuempoze mabadiliko. Sio hivyo? Hamtaki mabadiliko? So tuempoze mabadiliko sasa. Lakini mabadiliko hayo lazima ataanzia kwetu binafsi. Sisi wenyewe tuoneshe raia, tuoneshe ulimwengu kama tumebadilika. Hawezi kubadilisha mtu kama hujabadilika. Inawezekana? Inawezekana? Hiyo maantivalera ambayo tunapiganisha, mambo ya ubaguzi, mambo ya corruption, mambo ya wizi, hiyo yote shimame. Tulete usalama kwa wananchi wetu, wakae kwa amani, wadeplase warudi, warefugee warudi, develope nchi yetu. Na huduma za usafi wa mji huu wa Goma zimeendelea kuhimiza wafanyabiashara kutoweza kuanguka katika hiyo tabia kununua vitu ambavyo vimeharibika, ambavyo siku zimetimizwa ambazo ni za matumizi. Bila shaka kiongozi wa tawi hilo anaendelea kuwaonya wakaaji pamoja na wale ambao wanunua vitu kutoka nje ya Kongo kuja hapa jijini Goma kwa makini, sababu vitu ni vingi sana ambavyo kweli siku zimepita za matumizi na vimeuzwa hapa na pale sokoni, jambo ambalo kweli limepigwa marufuku. Anayetumia mtindo wa kuweza kuhimiza ama kuhamasisha ili kila moja aweze akafahamu kwamba kununua vitu ambavyo kabla kuangalia siku na saa zilitengenezwa itakuwa ni vibaya sana, kwani itakuwa imemhombesha tena zaidi, sababu hatua muhimu upande wa serikali zitachukuliwa hivi karibuni. Enseigne de bien vouloir. Kubadilisha mitazamo na tabia ya watumiaji wa bidhaa ni mbinu
ya kielimu inayotumiwa sasa na ofisi ya mijini ya idara ya usafi na usafi wa mazingira ya umma katika vita dhidi ya utumiaji wa bidhaa chafu au zilizoharibika. Tulijifunza Jumatatu kweli 4 Agosti 2025 kuhusu bidhaa za maisha marefu kama zile ambazo hudumu kwa mwaka mzima, haswa zilizoagizwa kutoka nje na kuchelewa kuwasili na mahali pa kuuza, au zile zinazofika mahali pa kuuzwa, kwa mifano kwa kucheleweshwa kwa miezi 6. Tunapendelea kuwajulisha wazifikishe kweli tena kwenye kiwango cha matumizi kulingana na mwelekeo wao, kwa sababu bidhaa inaweza kuwa hatari kumfikia mtumiaji wa mwisho ambaye muda wake umeisha, alionyesha. Bidhaa zilizokwisha muda wake zilizowasilishwa kwa waandishi wa habari mwishoni mwa wiki iliyopita na Emea Katembo Julien ni bidhaa ambazo kweli zilifika Goma wakati wa mipango, na tulikuwa tumepigana kufuatia AFC M23 ambayo iliteka jiji hili. Hata hivyo, idara wakati huo ilikuwa inashughulikia biashara ya ushawishi. Kwa hivyo usipate bidhaa hizi kwa sababu simu zinapaswa lia ikiwa kuna wasiwasi ambayo itajiri. Vous allez calculer par vous-même les produits qui arrivent. Ils étaient soit. Na kesi inayomkabili Bwana Constant Mutamba aliyekuwa waziri wa zamani wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliendelea hiyo Jumatatu tarehe 4 Agosti huko jijini Kinshasa mbele ya mahakama makuu huko eneo. Ni kuwa Constant Mutamba ameendelea kujifasiria mbele ya vyombo vya sheria akisema kwamba hahusiki kamwe katika kesi ya ubadhirifu ama ufisadi wa pesa hizo ambazo ziliwekwa kwa ajili ya matumizi ya ujenzi wa gereza ya Kisangani. Pale ni milioni 19 ya dola za Kimarekani ambazo zimepotea kwa mujibu wa basi ripoti mbalimbali, na Constant Mutamba amekuwa akionyesha wazi ya kwamba pesa hizo bado hazijapotea, ziko ndani ya benki, na bila shaka yeye kwake kibinafsi haone lolote hilo, akitupilia mbali mashtaka yote ambayo imekuwa dhidi yake. Kesi hiyo itaendelea katika siku za usoni. Ni mwisho wa taarifa ya habari, mpenzi mtazamaji wa UBTV popote pale ulipo ulitufuata manyumbani. Tunakushukuru, tukupigia asante na kwaheri.